Mtazamaji, sasa tunaangazia mzozo au mivutano ya uongozi katika kaunti, na moja kwa moja tunaanza katika gatuzi la Kisii ambako tunaungana naye mwandishi wetu wa habari Kombo Alfayo ambaye anaungana na wananchi na kutoa hisia zao tofauti kuhusiana jinsi ambavyo mivutano hii inaathiri maendeleo ya kaunti. Kombo? Na asante sana Andrew Kilemi, nipo hapa naenda kuzungumza na baadhi ya wakazi. Kumbuka kwamba kaunti ya Nyamira ni mojawapo pia vile ya kaunti ambazo zimeathirika kwa kipindi kirefu. Tujaona kwamba naibu gavana ambaye ni Dr. James Gesami akishirikiana kwa ukaribu na gavana Lila tu wakati aliweza kuingia pale pindi tu alipoweza kuteuliwa kama naibu gavana baada ya kifo cha aliyekuwa gavana John Nyagarama. Ndipo wakati tulikuwa tunamwona pamoja, lakini tangia wao kuweza kuchaguliwa mwaka 2022 hawajakuwa kwa ukaribu. Kwa muda mwingi wameonekana wakiwa kando kando. Tunazungumza na wakazi, je, wanahisi kwamba kutotangamana au kutokuwa karibu, kutagusana kwa gavana na naibu wake kuna athiri vipi utendakazi wa gavana katika utekelezaji wa majukumu yake katika kaunti? Mimi ni Ronald Mogaka kutoka Keroka katika kaunti ya Nyamira. Kwanza kabisa, kutoshirikiana kati ya gavana na naibu wake inaathiri maendeleo sana, kwa sababu hata nyumbani mume kutoshirikiana na bibi, huwa watoto wanakuwa na changamoto sana, wanakuwa awali chakula, hawapati chakula, na hivyo gavana kutoshirikiana na naibu wake inaathiri maendeleo, kwa sababu vitu vyote gavana akitaka kufanya anafanya kivyake, na naibu wake huwa anakuwa akifanya kivyake. Kwa hivyo ni vile tu ni kukaa kwa ofisi bila kupata kazi ya kufanya. Ni kusema ya kwamba ingekuwa vizuri gavana awe peke yake kuliko kuwa na naibu, kwa sababu kazi haiendi sambamba na vile mipango ya serikali ya kaunti inataka kufanya. Maendeleo haifanyiki. Sawa, asante. Pengine tuweze kupata mwingine tueleze, wewe kwa hisia yako unahisi je, wakati hawa wawili hawaelewani, kipi ambacho kinafanyika? Je, mwananchi anaumia katika kutokufanyiwa maendeleo? Asante kwa nafasi. Kwa majina ni Tinega Barnabas kutoka sehemu ya Kisii County, Nyaribari Chache constituency. Kwa hakika jambo hili la kutoshirikiana kati ya gavana na naibu wake ni jambo ambalo limezua matatizo katika county. Ukiangalia vizuri, wakati wa uchaguzi unapata kwamba wawili wanatafuta kura wakati mmoja wakionekana kwamba wanashirikiana, lakini pindi tu wanapoingia kwa ofisi unapata kwamba kumekuwa na mgawanyiko, na ili hali waliowachagua wakazi wa kaunti hiyo wanataraji wafanyiwe maendeleo vile walivyoahidiwa. Lakini ajabu ni kwamba muda tu kidogo unapata governor anafanya mambo yake. Pengine unahisi kwamba inachangia katika ustawi wa kaunti? Hakuna ustawi ambao utaonekana, ila tu kaunti hiyo itakuwa inapaki nyuma kimaendeleo, kwa sababu kama governor ashirikiani na deputy wake hakuna lolote ambalo litafanyika, kwa sababu hakuna maendeleo yatafanyika. Jambo hili ni kama ukichukua mfano wa bibi na bwana, kama hakuna ushirikiano watakaoathirika ni watoto. Vile governor na deputy wake kama hawashirikiani, wakaazi wa kaunti hiyo wataathirika, maana hawatakuwa na maendeleo yale waliotarajia kupata kutoka kwa wawili hao. Kwa hivyo tunasema kwamba governor na deputy wake wafanye ushirikiano, kwa sababu jambo hili hata limefanya watu wengine wamekuwa impeached. Kwa mfano kama Kisii County kukawa na mmoja wa naibu wa governor akawa impeached kwa sababu hakukuwa na ushirikiano. Kwa hivyo tunahimiza kwamba governor kwa vyovyote vile na naibu wake washirikiane ili waweze kuleta maendeleo katika kaunti. Na sasa na pia tuzupata wa mwisho, wewe unahisi vipi gavana na naibu wake wakati hawashirikiani, kipi ambacho kinafanyika? Je, ustawi wa kaunti utaonekana? Ustawi wa kaunti utaonekana kabisa, na kaunti tabaki imerudi nyuma kabisa kimaendeleo. Jambo la pili,
Kutoelewana kwa gavana na naibu wake kunaleta hii impeachment kila saa yenye tunashuhudia kila mara. So tungependa kuhimiza gavana na naibu wake wajaribu juu chini wawezalo, wasuruhishe tofauti zenye wako nazo, wajaribu kufanya kazi pamoja, ndio tusishuhudie maneno tunashuhudia saa hii. Ndio maana kaunti zetu zitaweza kuendelea mbele. Naam, asante sana Andrew Kilemi. Kama ulivyoweza kusikia tu ndizo kauli za baadhi ya wakazi katika eneo hili. Kumbuka kwamba kutoelewana kwa gavana na naibu wake, hasa ukiangalia kwamba Dr. Robert Monda pamoja na Nasimba Arati wakati walipochukua hatamu mwaka 2022, wakati wa kampeni walikuwa pamoja. Baada ya muda mfupi hisia zao au zile msimamo wao wa kisiasa ukaweza kubadilika, jambo ambalo liweza kusababisha Monda kuweza kubambuliwa mamlakani ya Bebo akaweza kuchukua hatamu. Vilevile tumeona katika kaunti hii ya Nyamira jambo lile limeweza kuonekana baada ya chaguzi za mwaka 2022. Gavana Amos Nyaribo pamoja na naibu wake Gesami hawajaweza kutangusana pamoja, hawajaonekana hata baada ile ya maapisho, hawajaweza kuonekana wakitangamana hata katika afla. Ni swala ambalo wakazi wanahisi pia vile vile imeweza kusababisha maendeleo kuweza kurudi nyuma katika kaunti hii ya Kisii pamoja na kaunti ya Nyamira. Sina la ziada ila kukomea hapo na kurejesha usukani kwako studioni Andrew Kilemi. Asante sana Alfayo Kombo, huyu ni mwandishi wetu wa Nyamira na Kisii, hapo tu akizungumza na wakazi kutoka eneo hilo kuhusiana na mivutano ya uongozi inayoshuhudiwa katika kaunti tofauti tofauti. Nyamira ni mojawapo tu ya kaunti ambayo imeshuhudia mivutano hiyo, lakini pia Homa Bay ni mojawapo pia ya kaunti ambayo imeshuhudia mivutano ya uongozi kati ya gavana, naibu wake, wawakilishi wadi, na hali ambayo kadhalika inaathiri ustawi wa eneo hilo. Na sasa